Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Ikiwa leo ni tarehe 6 ya mwezi Juni, tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya Mtakatifu Norbert askofu. Norbert alizaliwa mnamo mwaka 1060 huko Rhineland nchini Ujerumani. Awali yeye alikuwa akifuatilia starehe na anasa za ulimwengu mpaka mnamo mwaka 1115 aliponusurika kifo kwa kupigwa radi na kuanguka chini ya farasi wake. Siku hiyo Norbert alikuwa akitembelea kwa farasi katika shamba lake. Ghafla mawingu meusi yalitanda angani, ngurumo na radi zikavuma. Sauti ikasikika toka mbinguni ikimwambia, Norbert, nilikuchagua kulisimamia kanisa langu, nawe wazidi kutoa mfano mbaya kwa watu wangu. Kishapo radi ilipiga na kumshukia Norbert, akaanguka chini karibu kufa, akazimia. Alipozinduka, sauti kutoka mbinguni ikasema mara ya pili, acha ubaya, tenda mema na roho yako itatulia. Tangu siku hiyo Norbert aliongoka, akaacha starehe zake na kufanya toba. Wakati huo alikuwa na umri wa miaka 35. Tokea hapo akaishi maisha ya toba na baadaye akapewa daraja la upadre. Aligawa mali zake zote kwa maskini, akatembea pekupeku akihubiri kokote alikokwenda. Mnamo mwaka 1121 kwa ombi la Papa Kalisti wa pili na Bartholomeo askofu wa Laoni, Norbert akishirikiana na ndugu 13 akaanzisha shirika la watawa wa Premonstratensi au wa Norbertini, wakifuata roho ya Mtakatifu Agustino. Walijikita katika kufanya utume maparokiani, kufundisha mashuleni na kazi ya umisionari. Shirika lilienea kwa kasi, hata ndani ya miaka 5 kulikuwa tayari na nyumba zipatazo 10 za kitawa. Mnamo mwaka 1131 shirika lilikuwa na mapadre 500 pamoja na wamisionari walei wengi. Norbert anajulikana kama mtume wa Antwerp kwa sababu ya shauku yake ya kuhubiri. Alihubiri kwa nguvu kiasi kwamba watu walioasi imani kwa kutokuamini uwepo wa Yesu katika Ekaristi wakarudi wakifanya toba na malipizi. Aliamriwa na Papa kupokea uaskofu wa jimbo la Magdeburg na alifanikiwa kwa ushawishi na kwa kutumia nguvu kufanya mabadiliko katika jimbo hilo kwa kubadili maisha ya mapadre ambao wengi wao walikuwa makwazo kwa waamini kutokana na maisha yao ya kupenda starehe na anasa. Alikuwa pia mshauri wa mfalme na jeshi lake. Alikwenda na jeshi la Roma kumlinda Papa Innocent wa pili dhidi ya mashambulizi ya Petro wa Leoni aliyejitangaza kuwa papa. Aliporudi tu nchini kwake, aliugua na kufariki dunia mnamo tarehe 6 ya mwezi Juni mwaka 1134. Norbert alizikwa huko Magdeburg, mahali ambapo pamekuwa kituo cha hija kutokana na miujiza mingi iliyotendeka hapo kwa maombezi yake. Norbert alitajwa kuwa mtakatifu na Papa Gregori wa 13 mnamo mwaka 1852. Mji wa Magdeburg ulipokuwa mji wa Kiprotestanti, mwili wake ulihamishiwa Prague mnamo mwaka 1627. Katika tukio hili Waprotestanti 600 walirudi katika imani Katoliki, na kwa sababu hiyo Norbert alitangazwa rasmi kuwa msimamizi na mlinzi wa Bohemia huko Czechoslovakia.
Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Tafakari fupi inayotokana na maisha ya Mtakatifu Norbati Askofu. Norbati alikuwa mhubiri mahiri. Baada ya tafakari ndefu, alihubiri neno la Mungu kwa nguvu, akiwafanya watu waachilie mbali maovu yao, wakumbatie maisha ya fadhila, wajaze mioyo yao mambo mazuri yahusuyo hekima ya Mungu. Watakatifu wengine tarehe 6 ya mwezi Juni: Mtakatifu Klaudio, Mtakatifu Justus askofu, Mtakatifu Anub mtawa wa Misri, watakatifu Bazalota na Eufemia masista wa Ethiopia, na pia watakatifu Italus na Filipus wafiadini wa Afrika Kaskazini. Mtakatifu Norbert Askofu, utuombee.